Mkutano huu umehusisha taasisi za kifedha NMB na CRDB pamoja na mashirika ya umma kama STAMICO, TFS, NSSF na mifuko mingine ya hifadhi ya jamii, ukiwa na lengo la kuwawezesha wachimbaji kupitia mafunzo, ushauri na fursa za kifedha. Mkutano huu umegusa masuala muhimu kama urasimishaji wa shughuli za uchimbaji, upatikanaji wa msaada wa kiufundi na mikakati ya kuendeleza biashara zao kwa tija na uendelevu. Mwenyekiti wa AFNET Alois Midero, kaimu mkurugenzi wa STAMICO Deusdedith Magala wamezungumza na wachimbaji wadogo. Mnalenga kutujengea mahusiano sisi wachimbaji wadogo, makampuni yetu, taasisi muhimu zinazotoa huduma muhimu za kuendeleza wachimbaji wadogo kwenye maeneo ya utafiti, kwenye maeneo ya msaada wa kiufundi, ili tufike mahala leseni zetu hizi tulizonazo tuweze kufanya utafiti, tujue hazina iliyopo katika leseni zetu. Tukishaijua ile hazina, basi wenzetu wa benki nao watuwezeshe kwa rasilimali fedha, na baadaye tuweze kutengeneza ajira za kutosha, tuwe wawekezaji wakubwa wa ndani, tuweze kushiriki kikamilifu kuwa wabia wa serikali katika kujenga na kumiliki uchumi wa nchi yetu. Na pengine haziwezi kuisha kwa siku moja, lakini la kwanza ni ile uchimbaji holela. Umepewa leseni, haujui kuna nini, unaanza kuchimba, unakuta ulikuwa na fedha zako huko, unauza na ng'ombe wako, unaenda kuingiza kule. Lakini sisi kama shirika tukaona hapana, haiwezekani wachimbaji wadogo wao wanabahatisha. Basi kwa kushirikiana na serikali zikanunuliwa ligi za wachimbaji wadogo 15. 5 tayari zilishasambazwa, 10 ziko pale Dodoma zinasubiri vifaa. Lakini salamu kutoka kwa Dr. Mwasi, na amenituma na akanielekeza kwamba pale Kigosi lazima ligi moja ya wachimbaji wadogo ije kwa ajili yenu, msije mkachimba kwa kufanyaje, kwa kubahatisha. Baadhi ya wadau pamoja na wachimbaji wadogo wamezungumzia umuhimu wa mkutano huu. Tunashauri ufanye utafiti kwanza ndio uje tuanzie kazi hapa. Na tumesikia wenyewe AFNET wako tayari kuwasaidia kufanya utafiti kwa gharama nafuu. Tangia huo mwaka 2019 tulijua kwamba labda tumezulumika, lakini sasa hivi wamerudi, wamekuja, mambo yote yako sawa. Sasa hivi sisi tumekuwa wanashare katika kampuni ya Kansel, tumenunua hisa, tumefarijika kwa ujio wao kuja kutufumbua macho, kututoa tongotongo, tukajua kuimiliki rasilimali ya nchi yetu sisi wa Tanzania, wazawa wenyewe wa nchi yetu. Mkutano huu ni sehemu ya jitihada zinazoendelea za mradi wa urasimishaji wa biashara za wachimbaji wadogo ulioanzishwa mwaka 2019 ukiwalenga kuwawezesha wachangie katika uchumi wa madini nchini. Kutoka Geita, Emmanuel Ibrahim na ini Clouds.